Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata tabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatatu ya tarehe tano mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka 2026, ingia YouTube, andika utabiri wa mwaka 2026, utaona pale kumeandikwa Saadi Al Habshi. Na kwa ambaye anataka utabiri wa haraka kwa njia SMS au WhatsApp au via email, basi jiunge kwa shilingi 3000 tu kwa mwezi. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Hii ni siku ya kusisimua, ni siku bora zaidi ya mwaka hadi sasa, na siku bora ya matembezi ya kufurahisha, kuangalia filamu, sanaa na matukio michezo, nyakati za kucheza na watoto vile bila shaka. Mapenzi, epuka watu wanaokusukuma zaidi katika masuala tofauti tofauti. Tukiendelea na upande wa nyota Taurus, ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Leo una hamu kubwa ya kusafiri na kufanya kitu tofauti. Jifunze au soma kitu kipya au kutaka na watu wanaovutia na wasio wa kawaida. Hata hivyo, pia utafurahia kukaa nyumbani leo, ukizingatia maisha yako ya kibinafsi na kuzingatia nyumba na familia. Tukiendelea na upande wa nyota Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Una hamu ya kuzungumza na wengine leo kwa sababu una la kusema. Ni kweli kwamba mazungumzo yanaweza kuwa ya bidii kidogo, lakini hiyo ndiyo hali halisi ya siku. Hii ni siku ya kusisimua na yenye furaha iliyojaa maamuzi na shughuli za hiari. Mapenzi yako juu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Leo unazingatia zaidi pesa na mali. Huenda ukataka kununua kitu, huenda ukataka kurudisha kitu. Ni rahisi kujitambulisha na kitu unachomiliki leo, ndio maana unajihusisha sana na kitu hicho. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Leo mwezi uko kwenye ishara yako ambayo inakupa faida kidogo kuliko ishara zingine leo. Kwa nini usijaribu hili kwa kuomba msaada kwa ulimwengu au kutokana na nyota yako? Hii ni siku ya kufurahisha na kusisimua iliyojaa mshangao. Hata hivyo, unataka kujipanga zaidi na zaidi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Huenda hii ikawa siku bora zaidi ya mwaka hadi sasa. Ndio maana unaweza kupata mialiko ya kujumuika na kufurahia nyakati za kufurahisha na wengine. Kwa kushangaza, unaweza kupendelea kuwa peke yako na kujificha nyuma ya pazia. Ni chaguo lako. Unaweza kujifurahisha nyumbani au kutoka nje na kutangaza rangi zako. Tukiendelea na upande wa nyota Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Urafiki ni muhimu kwako leo. Unaweza kuburudisha nyumbani kwa sababu unazingatia sana nyumba na familia hivi sasa. Hata hivyo, majadiliano na rafiki au kikundi yanaweza kufanya ufikirie zaidi kuhusu unachotaka kufikiria mwaka huu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Leo uko juu sana, watu wanakuona zaidi ya kawaida. Fahamu kwamba baadhi ya watu watajua maelezo ya kibinafsi kuhusu maisha yako ya kibinafsi. Je, ni lazima ufanye udhibiti wa uharibifu? Mwendo ni wa kasi na unatamani kuwa na nyakati za kufurahisha. Toka nje na pumzika. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Wewe ndiye msafiri wa zodiac na leo unatamani mabadiliko ya mandhari, kuwa mtalii katika mtaa wako kama hakuna kingine, ikiwa na maana kama huna sehemu nyingine ya kwenda, fanya kitu tofauti, tikisa mambo kidogo. Hii inaweza kuwa siku ya kusisimua zaidi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Unashikilia kadi zote sasa kwa sababu sayari 4 ziko kwenye ishara yako. Ndiyo, dunia nzima ina wakati wa Capricorn. Furahia kuzungumza na wengine kwa sababu utatoa shauku na nguvu. Majadiliano kuhusu mali au mikopo ya pamoja yanaweza kutokea leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari.
Kwa sababu mwezi wa leo uko kinyume na ishara yako, itabidi uende pamoja na wengine. Huenda hata ukalazimika kwenda zaidi ya nusu unaposhughulika na mtu. Hili si jambo kubwa kwa hakika. Utapenda siku tulivu lakini yenye furaha. Leo pumzika na ufurahie. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Leo ndio siku bora zaidi ya mwaka mpya. Hadi sasa, nyakati za hafla zinazokupa nafasi ya kufurahia, kuwa na rafiki au washiriki wa vikundi zitakufurahisha. Tenga muda wa kufurahia, lakini pia chukua muda wa kujipanga pia. Tunaendelea kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Kama kawaida, tunazungusha gurudumu letu leo kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, muda wa mzuri leo ni kuanzia saa 11:20 hadi saa 1:55. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, muda wa mzuri ni saa 8:35 hadi saa 2:35. Nyota ya Gemini saa 9:35 hadi saa 1:30. Nyota ya Sagittarius ni saa 1 ni saa 9 nyota ya Kaa muda wao mzuri ni saa 9:15 hadi saa 1:45. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wao ni saa 10:30 mpaka saa 2:40. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wao mzuri ni saa 11:45 hadi saa 3:35. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wa mzuri ni saa 12:15 mpaka saa 4:45. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wa mzuri ni saa 12:25 hadi saa 3:35. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wa mzuri ni saa 12:10 hadi saa 3:15. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, muda wao mzuri ni saa 11:35 hadi saa 1:45. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda mzuri ni saa 10 hadi saa 10:15 mpaka saa 2:45. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wao mzuri ni saa 10:25 hadi saa 1:45. Leo tutaishia hapa, lakini tutaangalia kitu kimoja tu, ambao wamezaliwa siku ya leo. Je, leo walizaliwa wa akina nani? Yaani watu wa aina gani, na watoto watakuwa vipi ambao wamezaliwa siku ya leo ya tarehe 5. Walizaliwa siku ya leo, tunasema mara nyingi watu hao watakuwa ni watu wa tiba, na vile vile watakuwa ni washindi ambao, yani watakuwa ni watu ambao wa tiba zaidi, na vile vile wanaweza kuwa watu wa mashairi, na vile vile watakuwa ni watu wa mambo ya siasa, lakini vile vile wanaweza kuwa ni waandishi mashuhuri. Kwa nini? Kwa sababu siku kama leo alizaliwa Ngugi wa Thiong'o ambaye ni mwandishi kutoka Kenya, na vile vile alizaliwa kaimu rais wa Marekani ambaye anaitwa Walter Mondale, na vile vile alizaliwa Snodgrass ambaye huyu ni mshairi kutoka Marekani, na vile vile alizaliwa mwandishi wa fasihi, mwandishi wa tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka 1908, na vile vile alizaliwa Joseph Elanga, mshindi wa tuzo ya Nobel ya tiba ya mwaka 1944. Na mwingine nadhani tuishie hapo kwa siku ya leo. Mlikuwa nami Saad El Habshi na bye bye.